Hujambo jamani, Even yuko hapa na leo tuko kwenye mahali hapa pa ajabu na tunacheza kujificha na kutafuta, lakini kwa udanganyifu. Na kila mtu ana begi lake la mgongoni lililojaa vifaa vya kuwasaidia kujificha na wasikamatwe. Na ndiyo, mimi pia nina udanganyifu wangu. Nitawaonyesha baadaye. Sawa, twende. Oh, hii itakuwa nzuri sana. Hata hujui kilichomo kwenye begi langu. Nitashinda hii. Zawadi ni nini? Hata hivyo, kwa hivyo, unapata dakika 10 kujificha na mimi inapata dakika 60 kukutafuta. Kama sikupate, utapata $1000. Ninashinda na kununua pikipiki. Bro, endelia quota. Naitanunua shisai. Chipsi nyingi, tani 2 za chipsi. Yeah. Sawa, msaada wa maisha. Sawa, kwa hivyo tuanze kwa 3, 2, 1. Nenda, jifiche. Jamani, ipeni hii video like, maana muda si mrefu nitawaonyesha mbinu nilizonazo za kunisaidia kuwatafuta hawa jamaa. Twende. Jifiche haraka. Nitajificha wapi? Labda ninaweza kwenda kwenye kona hii. Hapana, hii ni mbaya sana. Unaweza kuniona? Bila shaka, naweza kukuona. Siwezi kupata mahali popote. Hakuna maeneo mazuri ya kujificha. Ninahitaji kuendelea kutafuta. Jamani, Maria alikwenda upande huo na Mike alikwenda upande huo. Kwa hivyo, nitakwenda upande huu ili Even apate ugumu wa kunipata. Oh, Kali, unaweza kuchora ukutani hapa. Angalia, tumwachie Ivan ujumbe. Oh, nina muda mwingi sasa hivi. Naweza kuchora kidogo. Oh, sina muda kabisa. Oh Mungu wangu. Hapana, atanikamata. Vipi hapa? Angalia hapa. Oh. Sawa, sasa ni wakati wa udanganyifu wangu wa kwanza. Sikiliza, Ivan anajua harufu yangu. Kwa hivyo nitapulizia manukato yangu kila mahali hapa ili afikiri nipo hapa. Nafunika yote ili afikiri bila shaka nipo hapa na atapoteza muda wake. Pulizia kidogo hapa. Nakaribia kupata maficho bora kabisa. Hapana, lazima atanipata. Hapa ndipo maficho yangu ya mwisho. La, bado naonekana. Nadhani mahali hapa ni nyepesi sana. Ni rahisi sana kunipata. Tuende tukatafute kitu kingine. Hebu tuone kama mahali hapa ni pazuri kwa kujificha. Mahali hapa ni balaa. Tuende tukatafute mahali pa kujificha. La, mbaya sana. Unajua, bado ninaonekana. Nadhani tunapaswa kujaribu kitu kingine. La, mahali hapa ni mbaya kwa kujificha, lakini bado nina muda wa kucheza michezo hii. Oh, nadhani nina muda kidogo sasa hivi. Ninapaswa kwenda kutafuta sehemu ya kujificha. Kwa hivyo, ni wakati wangu wa kuwaonyesha vifaa ambavyo ninavyo kupata wale jamaa wote. Miwani ya kuona usiku. Nadhani nitavaa hizo sana. Kamera ya endoskopu. Kwa hivyo, hii ni kamera ndogo ambayo inaweza kupita kwenye nyufa ndogo yoyote. Hii itakuwa msaada sana pia. Na pia, miwani ya kioo cha nyuma. Unaweza kuona nyuma na sehemu bora zaidi. Kwamba baadhi ya mbinu zangu tayari zinafanya kazi. Kama, kwa mfano, nimeweka rekodi ya kwa Maria. Pia nampa kipaza sauti Stanley. Ili niweze kusikia anachosema kila wakati. Sawa, wakati wa kujificha umekwisha. Ni wakati wa kuwinda. Kweli, nina kitu cha kuwaonyesha jamani. Nadhani nimepata sehemu bora ya kujificha kwenye kinywa hiki kikubwa cha papa. Hawezi kunipata hapa. Oh, sijui nitajificha wapi. Ninafikiria kwenye kona hii kwa sababu kuna vikapu hapa. Labda ninaweza kujificha chini au kikapu kichwani mwangu. Hii ni wazo la kijinga, sivyo? Hata niona. Kuna kitu si sawa na hizi mashine za kufulia. Nadhani hii nadhani hii ni mlango. Hebu tuone kilicho nyuma yake.
Hakuna njia. Hii ni kama sehemu nzuri ya kujificha. Ivan hatanipata hapa. Sasa hii ndiyo unayoita sehemu ya kujificha. Sawa, hebu tufunge mlango. Sasa hatanipata, tumejificha kabisa. Kwa kweli, sasa ni wakati wa kutumia ujanja wangu wa kwanza. Nikiweka kwenye mashine ya kuosha hapa, Ivan atadhani hawezi kuingia na hatakuwa na shaka hata kidogo. Kwa hivyo, nitahakikisha imewekwa vizuri na salama na nitarudi kwenye sehemu yangu ya kujificha. Tutaonana baadaye. La, ataniona. Ujanja wangu hautafanya kazi hapa. Nitakuambia baadaye ujanja wangu ni nini. Sehemu nzuri kabisa. Na unajua kwa nini hii ni kamilifu? Kwa sababu ujanja wangu unaofuata ni mavazi haya. Nitaungana vizuri. Tazama tu. Hebu tuende kutafuta sehemu sasa. Bwana, nadhani hapa ni sehemu nzuri kabisa. Nitajificha hapa. Nitatumia hii kama kifuniko kwa sababu kila kitu kinang'aa hapa na ni nyeupe. Na angalia, hii inang'aa na ni nyeupe. Kwa hivyo, Ivan hatanipata kamwe. Andika kwenye maoni kama ninavyofanana na kichaka. Sehemu hii ni mbaya sana kwa kujificha, lakini nzuri ni kwamba nina ujanja ambao utaniwezesha kujificha. Boom, angalia hizi. Hizi ni miwani za upelelezi ambazo zina kamera iliyojengwa ndani. Ninaweza kuziweka mahali fulani na kisha ninaweza kuangalia kama Ivan anakuja karibu na mimi. Mkakati wangu sio mzuri wa kujificha, lakini ni wa kukimbia. Twende. Wacha tupande hizi. Na hiyo ni sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili. Oh, ndio, inafanya kazi. Sasa tuende tujifiche. Sio mahali pazuri zaidi, lakini bado nitajificha hapa. Sijisikii vizuri sana hapa, lakini angalau sitakamatwa. This is fine. Stanley anaye mjinga sana. Amejifichua mwenyewe. Nope. Stanley yuko wapi? Stanley, uko wapi? Najua uko hapa. Hii ni nini? Mshindwa. Jamani. Stanley amenidanganya kabisa. Vema, nina lengo jingine rahisi hivyo tunazidi. Maria anaenda upande huo, twende. Yuko wapi? Huwezi kunipata. Ninajua huyu ni Stan, ninamjua. Ananifanyia utani. Wana, jiandikishe ikiwa unaamini ninaweza kuwapata wote. Jiandikishe. Sawa, unajiandikisha. Lazima niende kuwatafuta wana. Vema, nitatumia wakati wangu hapa. Nitakaa tu kwenye simu yangu kucheza michezo, kuangalia video. Nina muziki na vioo, kidogo ya kucheza, kidogo ya rangi. Unajua nini? Napenda sehemu hii ya kujificha. Ivan hatanipata kamwe. Mara nitakapoona Ivan, nina muda wa kukimbia, lakini sasa hivi siwezi kumwona. Wana, imekuwa muda mrefu na Ivan bado hajapata mimi. Pima vazi langu kutoka 1 hadi 10 katika maoni. Oh, naweza kuona kifuatiliaji cha Maria. Bafuni ya wanaume. Sehemu rahisi zaidi, nitampata. Nimeipata. Nitaificha hapa. Oh, Maria, tayari ninaweza kukuona. Uko hapa. Anataka nini? Oh, samahani. Huu ni mlango mbaya. Yuko wapi? Hiyo ni ajabu. La, hakuna mtu hapa. Tuendelee. Angalieni hapa, jamani. Hii ni nzuri sana. Hakuna mtu anayeweza kujificha hapa. Sawa, ningewaona. Taa nyingi sana. Stanley, Mike, Maria, Tokini. Ndio, wana, sidhani kama kuna mtu hapa. Tuende kwenye eneo lingine. Nimejificha kama kichaka. Mimi ni kichaka kidogo.
Jamani, mnajua nini? Nadhani hakuna mtu atajificha hapa. Ni wazi sana, kelele sana. Hili ni eneo la kijinga, kwa hivyo nitakwenda mbele. Inaonekana nimepunguza kasi kidogo. Natumaini hakuna kilichotokea. Nani aliacha miwani yao hapa? Ajabu. Ivan yuko hapa. Lazima nifanye kitu. Subiri, nina wazo. Hapa ipo. Ujanja wangu wa leo ni kifaa cha moshi. Nitapotea ndani ya moshi na kuwa na muda wa kukimbia kutoka kwa Ivan. Wacha tuwash. Hi, NI nini? Nadhani nimemshangaza. Lazima nitoroke kimya kimya. Oh my. Inaonekana mtu amekamatwa. Nilijua kifaa hiki kingeniangusha. Usijisikie vibaya, maana najua sitakupata tu wewe. Nitawapata wote, twende. Chukua kifaa. Nadhani nimepoteza. Jamani, nimeangalia kila mahali mara kadhaa na yote niliyopata ni Mike. Sikufikiri watachukulia kujificha na kutafuta kwa uzito. Eneo jipya. Ingekuwa mahali pazuri pa kujificha katika mojawapo ya haya. Sayo hapa Oh, kuna ufunguzi mdogo. Lazima nichunguze hilo. Ninaweza kutumia kamera yangu kuangalia maeneo hayo. Jamani, pia nimegundua kuwa kila kitu kinafanya kazi isipokuwa hii moja. Hiyo ni ajabu kidogo. Lazima nichunguze hilo. Jamani, angalia, ni Stan, nimempata. Ni Stan, nadhani mlango huu unaweza kufunguliwa. Sawa, Stan, utani umekwisha. Njoo nje, nimekupata Stan. Acha kushikilia mlango. FBI, open up! Nimekupata. Tumempata Mike na Stan. Sasa Maria ndaye aliyebaki piki. Sikashinda. Ndio, hukushinda. Oh, nilikuwa na mahali pazuri pa kujificha. Ulinipataje? Nilikuwa nyuma ya mashine ya kufua nguo. Nilitumia ujanja wangu. Ni wakati wa kumtafuta Maria. Naweza kukaa tu hapa. Twen, mpenzi. Nadhani nitamshabikia Maria basi, ingawa hautampata. Nina pendekezo. Hii ni kudanganya katika kujificha na kutafuta. Nina dola 100. Subiri. Anajua Maria yuko wapi? Labda najua, labda sijui. Hivi ndivyo. Unataka dola 100. Unanionyesha Maria yuko wapi na utapata dola 100. Tada, 100. Kwanza, sema Maria yuko wapi? Upande huo. Sawa, basi Twen. Hey Subiri, dola 100 zangu kwanza. Nenda. Yeah, buddy! Sawa, jamani, nimebaki na dakika 5 tu. Inaonekana Maria ndiye anayejificha vizuri. Kwa hivyo bado tuna muda. Tukimbilie kwenye dawati la utawala. Nina wazo. Sawa, hii ni nafasi yangu ya mwisho. Nitatangaza na kutumaini Maria atadanganyika kama Mike alivyofanya. Kwa dharura, mgeni aitwaye Maria, tafadhali njoo kwenye dawati la utawala. Narudia, kwa dharura, mgeni aitwaye Maria, tafadhali njoo mara moja kwenye dawati la utawala. Nini? Je, hiyo haisikii kama ni ya kawaida? Ni sauti ya Ivan. Anadhani mimi ni mjinga kiasi hicho? Bro, hasa wakati umebaki kidogo. Nitaendelea kupambana hadi mwisho. Njoo, tafadhali njoo nje. Inaonekana hakudanganyika. Oh, inaonekana wakati umekwisha. Inaonekana Maria ameshinda. Ndiyo, inaonekana hivyo. Yuko wapi? Kwa hivyo nimeshinda. Uhoa, hilo vazi ni la aina gani? Oh, nilijaribu sana. Kweli, umeshinda na umepata pesa kidogo. Twen. Kazi nzuri. Huu ni utapeli. Nilitumia kama masaa 3 kujaribu kutafuta mahali pazuri pa kujificha. Unapata dakika 10 kujificha. NI Bahari 2. Wakati mwingine nitawapata wote. Asante kwa kutazama. Hakikisha unapenda, kujisubscribe na kutoa maoni. Kwa heri kila mtu. Habari marafiki, Ivan yuko hapa na leo Maria na mimi tuna kitu muhimu cha kuambia. Ndiyo, hilo ni la Kuna kutisha kitu tu. kigeni kilikuwa kikiendelea ndani ya nyumba yetu jana usiku. Taa zilianza kupepesa, kulikuwa na kelele za kugonga. Kwa hiyo tulikuwa na hofu sana, tukakimbilia chumbani hapa na kujifungia hadi usiku ulipopita. Lakini sasa ni asubuhi na mambo yametulia. Kwa hiyo ni wakati wa kutoka nje na kuona kinachoendelea. Tuende. Iko wapi? Ulisikia hiyo? Anagopa. Hapana, siogopi kabisa.
Kulitokea nini? Ulisikia hiyo? Tuweze kuendelea. Hiyo ni nini? Kimetokea nini hapa? Chipu yangu pendwa. Hilo si la muhimu sasa. Nafikiri mtu alivunja na kuingia ndani ya nyumba yetu. Tuchunguze milango yote. Wewe kagua milango huku mimi nikibaki hapa. Nini? Hapana, una kijiti cha besiboli. Njoo na mimi. Tuangalie mlango huu. Umefungwa. Twende tuangalie mwingine. Huu ndio mlango mkuu. Umefungwa. Hakuna mtu aliyepitia hapa. Labda wanaweza kwenda kutoka pale. Kwa hiyo tuangalie huo. Angalia, mlango huu uko wazi. Naogopa. Nani alikuwa hapa? Subiri. Hizi ni nyayo gani? Hiyo ni nini? Hii haikuwepo hapa kabla. Sasa naogopa zaidi. Zinaelekea wapi? Nafikiri zinaelekea jikoni. Maria, jiende kampiga. Ondoka kabisa kwenye nyumba yetu. Oh, subiri, ni mimi, Mike, rafiki yako. Mike, umetushtua. Uliingiaje ndani na kwa nini? Mlango haukuwa umefungwa. Niliingia ndani ya nyumba na nikakanyaga chocolate bar. Sasa najaribu kusafisha viatu vyangu kwa njia. Kwa nini mliharibu kiasi hiki? Sisi, hatukuwa sisi. Sawa, basi nani? Tunajaribu kuelewa. Usiku wa jana ulikuwa wa ajabu sana. Kulikuwa na sauti za ajabu usiku wote. Hii ni aina ya mzaha, sivyo? Sijui kabisa. Umesikia hiyo? Ndio IPO Sebulini. Tuende tuangalie. Angalia, mtu ameanzisha televisheni. Niliona hii kwenye sinema. Inaweza kumaanisha kitu kimoja tu. Kuna mzimu ndani ya nyumba hii. Mezamu. Ndio, hilo linaweza kutokea. Hii haina maana. Hii itasaidia. Hii ni hirizi ya kichawi inayofukuza mizimu. Hiyo ni nzuri, lakini sasa tunahitaji kamera iliyofichwa. Tumejiandaa nayo. Kamera imewekwa sasa ili kuona kutoka kwa kamera hii. Tunahitaji aina ya kifaa cha kuangalia. Nina hiyo. Harakisha, Ivan. Sawa, nimeleta kompyuta yangu ndogo. Sasa tunaweza kuangalia video ya moja kwa moja pale. Oh, unaona? Tunaweza kujiona, lakini hapa ni sehemu dhahiri sana. Kwa hiyo tuende chumbani kwangu na tuanze kutoka hapo. Sawa, tuangalie. Hakuna kitu kinachotokea. Subiri, umeona hiyo? Kamera imehama. Sijisikii vizuri kuhusu hii. Subiri, nini kinatokea? Hi NI Roho, 100%. Lazima tuende tuke. Kilichotokea. Kamera imevunjika. Roho hii ni mbaya. Oh, Mike, unaenda wapi? lazima nifanye kazi za nyumbani. Wewe ni mwoga. Amekimbia kwa woga, sio? Sikuamua kuogopa. Kwa kweli nina kazi za nyumbani za kufanya. Njoo, Mike, uwe mwanaume. Tuipate hii roho pamoja. Njoo. Sawa, nafikiri kazi za nyumbani zitasubiri. Ikiwa ni roho, lazima tujaribu kuzungumza nayo. Ninaogopa sana vitu vya ajabu kama hivyo. Bonyeza like kama unaogopa mizimu pia. Lakini usijali kuhusu mimi. Nina njia moja iliyothibitishwa ya kukabiliana na hili. Chumvi ya mezani. Nitaweka mduara wa chumvi kuzunguka mimi. Wanapaswa kuogopa. Niliona kwenye sinema. Tuna nini hapa? Hii ni ubao wa Ouija kwa mawasiliano na mizimu, na mzimu tunao. Sijawahi kufanya hivi kabla. Mike, uko nasi? Nitatazama tu. Sawa, fanya tu yako. Roho wa nyumba hii, tafadhali jibu. Mike, tulia, unatufanya tuogope. Samahani. Roho wa nyumba hii, jina lako ni nani? Nafikiri nahisi roho yake. Njoo, unajua nini? Hebu nijaribu. Roho wa nyumba hii, jina langu ni Ivan. Jina lako ni nani? Nini kinatokea? Yuko, hapa. Roho imeongea. Subiri, nini? Jamani, ni taa gani inawasha bafuni? Mike, njoo, si mara ya pili tena. Sawa, NI kosa langu. Samahani. Nani huyo? Nadhani mzimu umeamua kuwasiliana. Nifuate. Sauti hii inatoka hapa. Inaweza kuwa wapi? Inasikika kama kuna kitu ukutani. Nina wazo. Angalia, Maria, nimepata hii, itatusaidia. Unaweza kusikia kitu? Ndiyo, inaweza kuwa mnyama au kitu cha kutisha. Mzimu haujifichi ukutani. Lazima iwe ni kiumbe fulani. Je, kilikuwa hapo? Ngoja, nasikia kitu.
Sauti inatoka kule. Ndiyo. Je, iko hapo? Kuna kitu kinatokea pale. Mike, njoo hapa. Nadhani tumekipata. Nadhani iko upande wa pili wa ukuta huu. Tunafanya nini? Tusiondoe kabati hii, saidia. Ninajiuliza ni nani alifanya hivi. Ninajua ni mbwa. Unamaanisha nini mbwa? Nadhani ni nyoka. Nadhani ana hamster. Hamster ni dhaifu sana kwa hiyo. Lazima tuvunje mlango. Ndiyo. Ninaondoka hapa ikiwa hautaondoa hiyo. Jamani, angalia, tumeyapata kamera ndogo. Tunaweza kuiweka ndani. Tuone ni nani yuko ndani. Tukamate kitu hiki. Tuiweke ndani. Ni rundo la taka tu. Mnyama huyu bila shaka amekuwa akiishi hapa kwa muda, Ambayo inamaanisha ni kubwa sasa. sawa. Ni wakati wa kuitoa kwenye ukuta huu. Ni wakati wa kupata mnyama huyu. Jamani, ondokeni hapa. Nipeni nafasi. Niko tayari au la? Nakuja. Njoo. Juu Ivan. Naweza kuingia sasa. Una uhakika unataka kuingia? Hakika nitaingia. Wacha, ninaondoka hapa. Vema, hiyo ilikuwa utoaji mzuri. Nimepata mitego. Umeona chambo? Vema, hii ndiyo yote niliyopata. Inatosha. Tuik mitego. Ngoja, unafanya nini? Hizi ni za panya, sivyo? Tuweke. Na brokoli inaenda hapa. Unadhani panya atapenda? Ndiyo, nadhani panya wanapenda kila kitu. Tuweke hizi. Na jibini kwa mtego mkubwa. Ndiyo, tutamkamata panya huyu bila shaka. Lakini hii itafanya kazi vipi? Rahisi. Panya anaingia kwa jibini. Boom, funika na tunakamata panya. A few moments later. Imekuwa dakika 30. Haijawa muda mrefu sana. Bado tunapaswa kusubiri kidogo. Labda unapaswa kuagiza chakula. Sitaki. Sawa, nitarudi mara moja. Giandesh. Inasikika kama aliona panya. Kulikuwa na nini? Nilikuwa na njaa, kwa hivyo nilichukua biskuti kutoka kwenye mtego wa panya. Je, umechanganyikiwa vyovyote? Angalau sasa tunaye panya. Hakuna cha kuhofia. Hatimaye tumemkamata. Alitaka kipande kikubwa cha jibini, lakini sasa tutamwachilia kwenda porini. Vema, mnyama, ni wakati wa kukimbilia uhuru. Labda tunapaswa kujiwekea wenyewe. Inasikika vizuri, lakini sidhani wazazi wetu watakuwa na furaha. Sawa. Kwa heri, tutakukosa. Vema, jamani, asante kwa kutazama video hii. Hakikisha kubonyeza like, jiandikishe kwenye channel na andika maoni. Kwa heri. Nani alikuwa huyo?